Sasa naomba mniazime masikio kwa muda wa dakika 40. Tuzungumze masuala yanayohusu nchi yetu. Ametoka kuzungumza Mama Susan Limo. Mabadiliko duniani yameanzia kwenye miji mikubwa, na mabadiliko duniani yanafanywa na vijana na watu maskini. Mo Dewji hana sababu ya kupigania mabadiliko kwa sababu Mo yuko kwenye comfort zone. Bakresa hana sababu yoyote ya kufikiria mabadiliko kwa sababu serikali iliyopo sasa inaruhusu biashara zake kufanyika vizuri na anaishi vizuri. Samia Suluhu Hassan hahitaji mabadiliko kwa sababu yeye ni rais. Wewe utakufa, yeye atatibiwa vizuri. Wewe utakuwa huna hela ya kura, lakini ukipata shilingi 100 ukanunua kiberiti, yeye atachukua shilingi 18 kwenye shilingi 100 yako ya kiberiti. Kwa hiyo hana sababu ya kupigania mabadiliko. Lakini wewe mtu wa Temeke una sababu zote za kupigania mabadiliko ili ubadilishe maisha yako. Wewe kijana wa Temeke, wewe Mtanzania mwingine, tulikuwa hapo Keko. Pale tulipoenda ni wapi? Keko. Tumepita kwenye makazi ya watu, kwenye makazi ya Watanzania wenzetu. Unabaki unaumia, unasikitika. Lakini cha ajabu, wanaoishi vibaya wako satisfied na maisha yao. Wanaambizana kwamba Mungu ndiye ameamua, kwamba huyu Mungu aliyetuumba mimi na wewe, akaacha kutuweka jangwani, akatuleta kwenye nchi ya kwanza inayotoa Tanzanite peke yake duniani, utajiri mkubwa kuliko yote, akatuweka kwenye nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani, kwamba amempendelea Heche aishi vizuri, akae Masaki sehemu iliyopangwa, alafu wewe amekuchukia Mungu bila sababu, akakuweka wewe ukae sehemu mbaya. Mungu hayuko hivyo. Mungu hafanyi kazi hivyo. Ndio maana ametuweka kwenye nchi ambayo ni nchi ya kwanza kwa kuwa na ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ametuweka kwenye nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, ya pili duniani. Ametuweka kwenye ardhi ambayo Mama Susan Limo amewaambia kilomita 945 za mraba. Nchi yetu ukichukua Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, ukizichanganya kwa pamoja bado hazitufikii. Sisi peke yetu tuna kilomita za mraba 945. Tuna ardhi, tuna makaa ya mawe, tuna chuma. Kienda pale Ludewa, tuna mlima wa chuma. Dunia hii watu wengine wanahangaika kuchimba chuma. Sisi chuma kipo kama mlima. Yani Mungu amekitoa huko chini, akajenga limlima la chuma na akaweka makaa ya mawe sehemu inaitwa Liganga, kilomita 50 kutoka Mchuchuma, makaa ya mawe kwa ajili ya kuyeyushia hiki chuma. Na akaweka mchanga wa kusafisha hicho chuma pale Iringa. Yani akaweka chuma, akakupa mkaa wa mawe wa kuyeyushia, akakupa na mchanga. Sisi ni nchi ambayo ina madini yanaitwa nickel na cobalt. Hayapatikani, ni madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege, yanatoka Kabanga mine. Ukienda kule kwetu Tarime unakutana na dhahabu. Ukienda Geita unakutana na dhahabu. Ukienda Kahama unakutana na dhahabu. Ukienda Shinyanga unakutana na dhahabu. Ukienda Nzega unakutana na dhahabu. Ukienda Bulyanhulu unakutana na dhahabu. Ukienda Singida ni dhahabu. Ukienda Chunya ni dhahabu. Unaenda Ruangwa ni dhahabu. Unaenda Mbarali. Sisi ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Leo ukiangalia kwenye soko la dunia, dhahabu gramu moja ni shilingi 270,000.
gramu ya dhahabu ni ukichukua ule wembe moja, ukiuvunja katikati, kale kawembe kamoja ndio gramu ya dhahabu. Tunakuwaje katikati ya utajiri halafu tuna watu maskini? Bob Marley kwenye wimbo wake wa Rattles anasema, in abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Katikati ya utajiri wajinga ni maskini. Tunaongozwa na viongozi ambao hawana dhamira ya kubadilisha maisha yetu. Umewafanya kuwa maskini, wanawapa watoto wenu elimu takataka ili waendelee kuwatawala. Ni nchi ya ajabu. Leo tuna Tanzanite, tunatoa Tanzanite pekee yetu duniani, lakini nchi inayouza Tanzanite nyingi kuliko zote ni India. Yaani Wahindi ndio wataalamu wa kukata Tanzanite, ndio nchi inayouza Tanzanite zaidi duniani, wakati ya madini yanapatikana Tanzania tu. Watoto wenu wanakwenda shuleni, wanafundishwa panzi yana miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata Tanzanite yenu. Tumerogwa sisi. Na tupo kwenye vijiwe, tunazungumza Simba na Yanga. Utajiri wetu unaondoka. Nchi yetu inauzwa kwa Wachina na Waarabu. Tunabaki maskini. Tuko Dar es Salaam, tuna bandari. Bandari ni mlango wa fedha, ndugu zangu. Bahari yetu ina urefu wa kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga, na tuna nautical maili 200 kuingia ndani ya bahari. Hilo ni eneo letu. Leo watu wetu hawawezi kula. Serikali hii ingeweza kuweka meli baharini, alafu ikawa inavua samaki, watu mnagawiwa bure kwa sababu ya utajiri tulionao. Lakini watu hamwezi kula samaki. Hamwezi. Ukila samaki aidha unaumwa. Nilikuwa Mtwara, mtu akaniambia tukila kuku hapa ni aidha kuku anaumwa au mimi mwenyewe naumwa. Anaumwa mumuahi asife, au wewe unaumwa amekwambia mboga zimekushinda ule kuku. Katikati ya utajiri watu wetu wanaishi vibaya. Tunalala sehemu ambazo hazistahili kulala binadamu karne hii. Tuna maji, watu wetu hawana maji. Serikali inazungumza kuhusu maji miaka 63 baada ya uhuru wa nchi yetu. Maji ya kunywa. Nchi ya Korea imepigana vita mwaka 55. Korea Kusini na Korea Kaskazini. Wakafa watu zaidi ya milioni 6. Maisha yakawa mabaya, watu wakala mizizi ya miti. Leo Korea, ukienda ukanunua simu Samsung inatoka Korea. Ukinunua TV Samsung inatoka Korea. Ukinunua friji inatoka. Ukinunua Hyundai, gari ya Hyundai inatoka Korea. Imepigana vita mwaka 55. Sisi hatuwezi kutengeneza njiti ya kutolea nyama kwenye meno. Tunaagiza China. Utatengenezaje ajira kwa watu wako kama unakusanya fedha Temeke? Hapa mtu ananunua njiti ya kutolea nyama kwenye meno hapa Temeke. Hiyo fedha inasafiri kwenda China kutengeneza kiwanda. Vijana wa China wanaajiriwa kwa fedha iliyotoka Temeke. Utatengenezaje ajira kwa watu wako? Una bodaboda kila kijiji, kila mtaa, kila kona nchi hii. Una bajaji. Mwaka 70 Mwalimu Nyerere alitengeneza viwanda vya General Tyres vya kutengeneza tairi. Leo hatuwezi kutengeneza tairi ya bodaboda. Mnaelewa maana yake? Maana yake tairi ikimuishia mtu hapa Temeke, hiyo fedha inachukuliwa hapa inakwenda China. Kama kiwanda hicho kingekuwa hapa Tanzania, kingemwajiri yule kijana. Pesa ingetoka kwa huyu bodaboda, ingeingia kiwandani. Yule mwenye kiwanda angemlipa huyu kijana aliyemwajiri. Huyu kijana angepata pesa, angemwajiri fundi amjengee nyumba. Fundi angepata pesa, angekunywa chai kwenye mgahawa wa mama anayeuza chai. Yule mama angenunua sukari kwa huyu. Pesa ingetemea miongoni mwetu, inapelekwa China. Halafu mnaambiwa hakuna ajira.
Utatengenezaje ajira kwa viongozi wa hovyo namna hii, ambao hawawafikirii nyie, wanafikiria kuhusu matumbo yao, wako kwenye comfort zone? Alafu wanakuja wakati wa uchaguzi, wamechukua pesa zako, wanakuchongea t-shirt, unavaa nani kama mama. Mtu anayesafirisha ajira ya mtoto wako anaipeleka China, wewe unabaki maskini uswahilini. Ni lini watafikiria kuhusu makazi bora ya kwenu? Nani aliyewaroga nyinyi wa Tanzania? Mabadiliko duniani yanaanzia kwenye miji mikubwa na yanafanywa na vijana na watu maskini. Mabadiliko haya tajireta. Mko tayari kupigana kufa na kupona kuhusu Simba na Yanga, hamko tayari kupigana kuhusu siasa. Hamko tayari kupigania siasa, hamko tayari kupigania kura yenu. Ukiipuuza siasa, itakupuuza kweli kweli. Siasa ikikupuuza, utateseka duniani. Utakwenda hospitali, hutapata madawa. Utakosa maji ya kunywa. Utakosa karo ya mtoto wako. Na hata ukihangaika ukamsomesha hapa, hatapata huo walimu ambao unategemea akapate, hatapata uaskari, kwa sababu serikali itakwambia haiwezi kuajiri. Unakuaje na serikali inakwambia haiwezi mimi nikiwa bungeni, waziri Profesa Kabudi anasema serikali haiwezi kuajiri. Nikamuuliza, mzee, kama serikali haiwezi kuajiri unawaambia vijana hivyo, wewe jitoe humu bungeni, waachie vijana waje humu. Kwa sababu kama wewe unafikiri kwamba wewe ni nani, una uspeshali kiasi gani, kwamba wewe unakuomba ajira kwa wananchi, lakini wao wakitaka ajira mnawaambia hakuna ajira. Sasa nyie wa Tanzania, nchi hii ina fursa ya kutuweka wote tuishi vizuri. Tatizo letu ni aina ya uongozi tulionao. Mwalimu Nyerere alisema hivi, ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu tunao. Inahitaji ardhi tunayo. Inahitaji siasa safi na uongozi bora. Ardhi tulionayo ndio ardhi inayobeba maji, inabeba dhahabu, inabeba nickel na cobalt, inabeba almasi, inabeba chuma. Nikiwa bungeni mwaka 2017 nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Wakati serikali inaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, ingieni kwenye YouTube mwangalie. Wakati serikali inafikiria kujenga SGR, nikamshauri Rais Magufuli, niko kwenye rekodi za bunge, nikamwambia, Mheshimiwa Rais, kabla hamjaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, hili bwawa litahitaji chuma. Tunahitaji nondo, tunahitaji bolt, tunahitaji nati, tunahitaji chuma cha kujenga hilo bwawa. Tujenge kwanza kiwanda chetu. Tuna chuma Tanzania, Rudewa, cha kuchimba miaka 100. Miaka 100 hakijaisha. Nikamwambia, Mheshimiwa Rais, tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kila kiwanda kilikuwa kinaenda kuwaajiri vijana wa Tanzania 60,000. Hao ni direct employed, yani wale wa ajira ya moja kwa moja 60,000. Hatujazungumzia mama ntilia ambao wangejenga migahawa pale. Hatujazungumzia subcontractors ambao wangekuwa wanawauzia wale wa kiwanda labda magari, matairi, swini. Hatujazungumzia hiyo. Watu ambao wangeajiriwa moja kwa moja 60,000. Hatujazungumzia maroli ambayo yangeajiri watu wanaoenda kubeba chuma pa. Hatujazungumzia hiyo 60,000. Nikamwambia, Mheshimiwa Rais, ukishamaliza kujenga hichi kiwanda kwa dola za Kimarekani bilioni 3, ambayo ni trilioni 7.8 ya Kitanzania, ukishamaliza kujenga, ingia mkataba na hawa wazungu wanaotujengea au Waarabu. Unawaambia, sikilizeni bwana, mimi nawapa kazi ya kunijengea bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 5. Sawa, saini mkataba. Lakini chuma chote tutanunua ndani ya nchi yako. Tunayo hiyo sheria ya local content. Kwa hiyo unawapa Waarabu pesa kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono huu, zinarudi ndani ya nchi yako. Ukishapata hicho kiwanda,
kingeilipa serikali kitu kinaitwa corporate tax, kingeilipa hawa wafanyakazi 60,000 wangelipa pay as you earn. Kama leo serikali inakusanya trilioni 1 bilioni 400 kwa mwezi, ingeweza kuwa inakusanya trilioni 2. Maana yake ni nini? Maana yake hata uwezo wa serikali kuajiri, tusingezungumza kwamba vijana wamemaliza hawana ajira, kwa sababu pesa zingekuwa. Leo hawakutusikiliza. Hatujajenga hicho kiwanda. Mwaka jana peke yake serikali yenu hii imeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3. Sasa wewe ulikuwa na nafasi ya kujenga kiwanda chako cha trilioni 7.8, uchimbe kwa miaka 100, uwauzie Kenya, uwauzie Uganda, uwauzie Ethiopia, uuze na nchi zingine, ukagoma. Leo unanunua chuma kutoka India cha trilioni 1.2 ambacho nacho kinaoza pale na watu wako ni maskini. Kwa miaka 3 umeagiza chuma cha trilioni 10, ambayo hiyo miaka 3 hiyo hela uliyotumia miaka 2 ungejenga kiwanda utumie miaka 100. Tukisema hawana akili tunakosea, tunasema ukweli. Si kama mnanielewa. Hivi ni watu watemeke, mnaelewa ninachozungumza kweli? Tuko kwenye matatizo kwa sababu ya maamuzi yanayofanywa kila siku serikalini. Maisha yetu yanaharibiwa na maamuzi ya hovyo, na hayatabadilika kwa kuomba kudra za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alishatuumba akatuleta kwenye nchi nzuri. Sisi tuko milioni 63. Leo tunachukua bandari yetu, tunazungukwa na nchi 7 landlocked. Tunazungukwa na Malawi, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Zambia, tunazungukwa na Uganda, Rwanda, Burundi. Hizo zote hazina mlango wa bahari, yani hazipakani na bahari. Mtu wa Rwanda akiagiza gari kutoka Japan ili iende kwa Rwanda, lazima ipite kwenye maji yetu. Mungu ametupa bure, hayaishi leo hala kesho. Wewe unachohitaji kama serikali ni kujenga gati. Gati ni kama stendi ya meli zije simame pale, watu wakulipe pesa kwa maji aliyokupa Mungu bure. Zambia wakisafirisha mzigo wao kutoka Zambia kwenda kwao, kwenda Ulaya, wanatulipa pesa kwa kupitisha kwenye maji ametupa Mungu bure. Hiyo bandari tuna watu milioni 63. Leo tumemkabidhi Mwarabu, Waarabu wako milioni 3. Mwaka 61 walikuwa watu 70,000 wanatembea jangwani wanaokota tende. Sisi milioni 63 hatuna akili ya kusimamia bandari. Tumewapa watu milioni 3 waendeshe bandari yetu mpaka kiyama. Tunateswa na maamuzi ya hovyo yanayofanywa kila siku kwenye maisha yetu. Nilikuwa Lindi na Mtwara. Mtu analima korosho, kwenye kilo moja ya korosho mkulima kilo moja ya korosho wanachukua shilingi 1,400 serikali. Kwa sababu hii au ile, export levy, si bodi ya nini, 1,400. Lakini mtu anayekwenda kuchukua kwa Mtanzania maskini shilingi 1,400 kwenye korosho yake, ana uwanja wa ndege wa Kia aliujenga Mwalimu uko pale Kilimanjaro International Airport. Mzungu akitua hapa analipa dola 55, akiwa anaondoka analipa dola 55, dola 110 kwa siku, kwa kutua na kuondoka, dola 110. Ule uwanja unapitisha watalii milioni 1.5 kwa mwaka. Ukipiga mara 300 ambazo ni dola 110, ni zaidi ya mabilioni ya fedha. Tumeuchukua, tumemkabidhi Muomani, alafu tunakwenda kuchaji mama anayeuza mboga Temeke, tunamchaji ushuru, wakati fedha tunazo za kuwapa Waarabu na Wachina bure. Tumerogwa sisi. Alafu mnaambiwa mnacheza bao, mnazungumza Simba na Yanga. Maisha yenu yanaharibiwa, yanateketezwa. Watoto wenu, umezaliwa maskini, unaridhisha mtoto wako maskini. Umezaliwa kwenye nyumba umezaliwa Uswahilini na watoto wako wanarithi maisha ya hovyo. Hakuna dalili za kubadilisha maisha yenu. Miaka 63 baada ya uhuru. Tumekuja kwenu kuambia, ukipuuza siasa itakupuuza mara 2 zaidi. Tuna wajibu mikononi mwetu
wa kubadilisha hali hii. Tuna nchi ya kujenga, na hatujaja kwenu kuambia tuwekeni sisi madarakani. Tunahitaji mfumo ambao kura yako itaheshimika. Hebu fikiria hivi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa amezungumza kwenye TV, mimi sisemi, mlimsikia, kwamba kuna siku mama mmoja ameenda hospitali anataka kujifungua. Hospitali wamemwambia lete mkasi sio na wembe na gloves. Akamwambia baba sina. Akampigia mkuu wa mkoa anaomba msaada. Mkuu wa mkoa anasema, akamwambia nenda nyumbani, mume wako akakufanyia operation. Nasema mimi, hamkumsikia kwamba mimba imemfika mama wa Kitanzania, anataka kukileta kiumbe duniani, ni swala la kufa na kupona. Mkuu wa mkoa anamwambia nenda, mume wako akakufanyia operation. Huyu mkuu wa mkoa amekula, ameshiba, amekaa kwenye gari ambayo wewe unauza vitumbua, unalipa kodi. Ameona yeye ni muhimu kuliko wewe, kwa sababu ya aina ya viongozi tulionao. Hatuwezi kuendelea na maisha. Halafu mshenzi eti juzi anakaa kwenye kikao, anasema Heche ananizungumza mimi, anataka kunitishia mimi. Wewe Charamira, ukome. Mimi sio wakutisha mimi. Mtishe mke wako nyumbani unayemlisha, sio mimi. Mimi nimezaliwa mara moja na nitakufa mara moja. Nchi hii yetu, hatuwezi kufumbia macho upumbavu huu unaoendelea kwenye nchi. Haya mambo tunayasema ndio yamemkamata Lissu, anamweka ndani kwa kesi ya uongo ya treason. Lissu hana uhaini anaosema. Lissu amesema tunataka mifumo bora ya uchaguzi. Kusema hivyo sio uhaini, na mimi nasema tutaasi dhidi ya mifumo mibovu hii mpaka tupate mifumo inayoweza kuwapa Watanzania mchezo. Na mimi wanikamate, wanipe kesi ya treason. Hatutatishwa katika nchi hii. Hii ni nchi yetu sote, sio nchi ya kikundi cha watu. Tuko kwenye matatizo haya kwa sababu wananchi mmeamua kupuuza siasa. Tumekuja kuwaomba nyie, msipuuze siasa, kwa sababu mtateseka mpaka arudi Mungu hapa. Mnategemea maisha yenu yatabadilika. Tusipopigania mabadiliko sisi wenyewe, tukachukua miziki ndio tukafanya priority, tukachukua Simba na Yanga tukafanya priority, hao watu watatutesa. Hakuna siku watatuonea huruma. Watu watemeke. Ni wajibu wetu kubadilisha nchi. Inakuaje? Inakuaje? Mchina anakuja hapa, anakwenda Chunya kuchimba dhahabu, anakwenda Tarime kuchimba dhahabu, ana mtaji wa bilioni 2, anashusha vijana wa Kitanzania kwenye mashimo kwa sababu hawana mtaji wa bilioni 2. Wakishatoa dhahabu wanampa, anaondoka nayo kwenda kujenga nchi yao. Halafu ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa serikali inasema serikali yenu kwa mwaka mmoja, mwaka jana, imefanya matumizi ya hovyo, yani matumizi ya kishenzi ya bilioni 371. Yani hauna bilioni 2 za kuwapa vijana wako wamiliki uchumi wako, lakini una matumizi ya bilioni 371 za hovyo ambazo mnaambiwa goli la mama. Na unakuta mtu amekaa Temeke hajui atakula nini. Tumepewa pesa ya goli milioni 20, uko hapa kama kwamba itakuletea chakula mezani. Pesa ya goli la mama. Pesa ya nchi yetu imegeuzwa, imekuwa ya mama. Choo kikichimbwa mtaani Temeke, mama ametuchimbia choo. Barabara ikilimwa, mama ametulimia barabara. Maji yakini, huyu mama mwenye upendo alikuwa wapi kabla hajawa rais atufanyie hayo mambo kama na pesa nyingi hivyo? Na siku akitoka madarakani upendo wake utaendelea? Ataendelea kutujengea barabara? Kwa nini upendo wake utasizi tu baada ya kutoka madarakani? Pesa zenu nyie mnaovuja jasho, unahangaika na bodaboda,
unashona nguo, leo zimegeuka zimekuwa za Samia, na mnapiga makofi. Mnaona ni hali ya kawaida. Tuna wajibu wa kuufanya. Kama tumeishi kimaskini, tuna wajibu wa kuwapigania watoto hao warithi nchi nzuri ambayo itawategemea, itawapa wanachokihitaji. Tuna wajibu huo. Ndugu zangu, watu wa Temeke, tuna wajibu huo. Sisi tumejitoa, tuko mbele. Lissu ni mwanasheria, mimi nimekuwa mbunge. Nikitaka kuwa mbunge hata kesho, nikienda CCM na kuwa mbunge. Haki ya Mungu nakuwa mbunge na nitakuwa waziri hata kesho. Lakini tumeamua kukataa ili tusaidiane kubadilisha nchi. Inawezekana. Tunahitaji mfumo ambao hauna upendo. Haiwezekani leo tunakwenda kucheza Simba na Yanga alafu refari Manara. Unategemea nini? Tunachohitaji ni mfumo usiokuwa na upendeleo kwa yoyote. Simba walipoenda uwanjani wakanyimwa kufanya mazoezi, walifanya nini? Si waligoma? Wakasema no reforms, no election. Ndicho walichosema Simba. Na si serikali, si wameitana kusuluhisha ili mpira uchezwe free and fair. Na sisi Chadema ndio tunachosema no reforms, no election. Tume iwe huru, iwe na haki, ipigwe dakika 90, Lissu asimame hapa na Samia asimame hapa. Haki ya Mungu saa 12 watakuwa nyumbani. Saa 12 asubuhi. 12 asubuhi watakuwa nyumbani. Nasema uongo? Hatuhitaji upendeleo. Tunahitaji kura yako iwe na heshima, ili viongozi wawajibike kwako. Katiba yetu ibara ya 8 inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii ni wananchi, ni wewe. Polisi yule amevaa crown yako, sio ya kwake, amevaa mamlaka yako. Umekasimu hayo mamlaka wewe kwake. Tunahitaji kura yako iheshimike. Ibara ya 8 sehemu ya 2 inasema serikali itawajibika kwako, na sehemu ya 3 inasema lengo la serikali ni kustawisha maisha yako. Niambieni, baada ya miaka 63 ya uhuru wa nchi yetu, serikali imestawisha maisha yako? Kama Dar es Salaam ndio tunatembea kwenye barabara hizi za vumbi, huko mikoani hali ikoje? Hapa ndio Dar sasa, hapa ndio mji mkubwa. Yaani hapa ndio sehemu ambayo ndio uso wa nyumba yako. Hakuna maji, watu wanakufa kwa kipindupindu. Nasema uongo? Kila mwaka kipindupindu tafsiri yake ni kula kinyesi. Umekunywa maji yenye kinyesi, ndio kipindupindu. Nchi hapo Mpiji hapo Kimbiji, maji yaliyoko chini ya ardhi ya nchi yetu yakifunguliwa hapo Kimbiji, Dar es Salaam inazama. Ni maji robo 3 ya dunia yako Tanzania. Tuna ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, Ziwa Victoria. Maji yanatoka Ziwa Victoria yanaenda Misri. Hakuna mtu anakosa maji. Sisi maji yako Mwanza, hapa hamna maji. Hivi mnanielewa? Hivi nyie watu mnaelewa ninachokizungumza? Wangapi wanaelewa ninachokizungumza? Nyosha mkono tu. Tunahitaji kubadilisha nchi. Ndugu zangu vijana, maisha haya hayatajibadilisha. Kenya imebadilishwa na vijana. Pigania destiny yako. Umaskini hauzoeleki. Umaskini sio kitu kizuri. Umaskini ni kitu kibaya. Jiulize, uende hospitali, baba yako anaweza kutibiwa akapona, anakufa kwa sababu hauna fedha. Inakuwaje tuna nchi ambayo afisa elimu analipwa mshahara na serikali, anapewa gari na serikali, anaishi kwenye nyumba ya serikali ili asimamie ubora wa elimu ya mtoto wako, alafu yeye hawezi kusomesha mtoto wake kwenye hiyo shule anayoisimamia? Hivi unaelewa maana yake? Alafu anakuja kukuambia wewe Watemeke kwamba hiyo ni shule nzuri, somesha mtoto wako. Lakini yeye mtoto wake hataki asome kwenye hiyo shule nzuri. Biblia inasema hata waovu wanajua kuwapa wawapendao vilivyo vyema. Na inauliza hivi, nani ambaye mtoto wake akimuomba mkate atampa jiwe, au akimuomba samaki atampa nyoka? Inasema huyo mtu anyupe. Na nyie kwa wale Waislamu, Mtume Muhammad anatuambia ukiona jambo baya
liondoe. Ukishindwa kuliondoa, likemee na wajue umelikemea. Na ukishindwa hata kulikemea, chukia basi. Kwa nini mnafurahishwa na uovu? Kwa nini mnaona uovu ni kitu cha kawaida? Kwa nini tunajenga jamii ambayo leo wizi wa kura inaonekana ni jambo la kawaida? Watendaji wanaiba kura, polisi wanaiba kura. Huyu polisi anayeiba kura atakutendeaje haki wewe? Kwa sababu serikali imemfundisha kwamba wizi ni kitu cha kawaida. Sio kama mnanielewa? Mtendaji anayeiba kura atasimamiaje chaki zifike shuleni mtoto wako afundishwe? Kwa sababu ameambiwa wizi ni kitu cha kawaida. Tuna jamii ambao watu wanatekwa na kupotea na linaonekana ni jambo la kawaida kwenye nchi hii. Kwa nini tulipigania uhuru? Mwalimu alisema tunataka uhuru kutoka kwa wazungu. Wameshindwa, kwa sababu wameshindwa kuondolea watu wetu ujinga, maradhi na umaskini. Tunajitathmini leo miaka 63 baadaye, ujinga umeondoka, umaskini umeondoka. Leo viwanda ambavyo vingetumika kuwaajiri vijana wenu, na textile imegeuka kwa magodauni ya Wachina, wanatunzia mizigo. Ajira itatoka wapi? Na textile ilikuwa na ajiri maelfu kwa maelfu ya watu hapa. Nasema uongo? Pamba imeisha Tanzania? Ipo. Tunalima pamba, unaenda Usukumani, Msukuma Simiyu analima pamba, Geita inalima pamba, Shinyanga inalima pamba, Mwanza inalima pamba, lakini hata ile gozi ya kufunga kidonda tunaagiza kutoka nje. Tunachukua pamba kilo 1 kwa shilingi 800 tunapeleka nje. Kanarudi kale kagozi kadogo kapamba kakufunga kidonda tunanunua shilingi 10,000. Tunaakili sisi? Tutatengenezaje ajira? Alafu hao ndio kwenye TV na redio zote, nani kama mama wamepandikiza chawa kwenye maredio, kwenye ma TV, wanawaambukiza ujinga, wanawaambukiza maradhi ya upumbavu wa Tanzania, ili muamini kwamba mama anawapa hisani. Nafikiri iko karibu hata hii hewa tunayovuta tuambiwe hewa ya mama. Nasema uongo? Si hata mvua siku hizi ikinyesha, chawa wa mama anasema tunakushukuru Mama Samia umesababisha mvua imenyesha. Hii ni nchi gani hii? Nyie ni watu gani nyie? Kwa nini mnakubali upumbavu huu? Kwa nini tumefika hapa? Lazima tubadilike. Miaka 63 ni mingi sana. Matatizo hayawezi kutatuliwa na kiwango kile kile cha fikra kilichosababisha matatizo haya. Matatizo ya kukosa ajira nchi yamesababishwa na sisi. Matatizo ya kukosa maji yamesababishwa na sisi. Matatizo unakutana na mtu kwenye daradara, sio hiyo inaitwa mwendo kasi. Watu wanaishi kama wanyama na serikali haijali. Yaani hii ni nchi ya ajabu kwamba biashara inayolipa ambayo ina wateja inakufa. Kwa kawaida duniani biashara isiyo na wateja ndio huwa inakufa. Yaani serikali imejenga BRT, ikanunua magari mapya, ikaweka pale, alafu magari yamekufa bila kuleta faida. Wakati yanaenda yamejaa, yanarudi yamejaa, na mnapiga makofi tu, mnaona ni kawaida tu. Pesa za mama sio zako. Mmerogwa na nani? Najadili Simba, si ndio? Na Yanga. Utakula Yanga? Utakula goli la mama? Siasa ni maisha yako. Usipuuze siasa. Jadili maisha yako. Jadili mabadiliko ya maisha yako. Ndio maana tumekuja kwenu kuwaomba mtuunge mkono. Mtuunge mkono kwenye hoja ya no reforms no election, ili tubadili kanuni za uchaguzi zisiwe na upendeleo, tushindane kwa haki. Chadema mkiiweka madarakani, ikishindwa kutekeleza yale inayowaahidi, muwe na nguvu ya kuipiga chini na kuweka mtu mwingine, ili heshima iwepo katika nchi yetu. Ndivyo tunachokipigania. Tunahitaji sheria zitakazoruhusu haki ya kushindana, ili wananchi muheshimike.
wabunge wawaogope. Hebu sikiliza hivi, mimi nilikuwa bungeni, mimi nimekuwa mbunge nalipwa milioni 12 wakati huu. Mimi na Mama Susan tulikuwa bungeni yule pale, tulikuwa bungeni 12 kwa mwezi. Yaani siku 30 zikiisha akaunti yangu inasoma 10 na mbunge akopo. Yaani nyewe wengine watataka askari wanaotumwa kupiga mabomu na vierere, wao watakopo, mbunge akopo mzee. Na posho kwa siku. Yaani kuna kitu kinaitwa sitting allowance. Yaani mbunge akikaa kule, kukaa kwake lazima alipwe. Yaani akikaa asubuhi mpaka jioni 420 wakati ule, per diem na sitting allowance. Kuna hiyo posho inaitwa ya makalio, yaani sitting allowance, posho ya kukaa. Unaumiza, kwa nini unaumiza makalio ya mbunge bila kulipa? Na viti vile vina sponge vyekundu. Kwa hiyo kwa siku mbunge sasa hivi wanalipana 800 sijui kwa siku sitting allowance. Na mshahara leo naambiwa ni milioni 18. Sasa na hapo hujazungumzia insurance. Na mimi sina shida na mbunge kulipa. Iko hivi, hii nchi ina rasilimali za kututosha sisi wote kuishi vizuri. Yaani unaenda nchi kama Norway, serikali inatoa kitu kinaitwa child support. Yaani wewe mama ukijifungua, serikali inakuwa inakulipa pesa kama asante ya kuleta kiumbe duniani kwenye nchi yetu. Inaitwa child support. Na mtu ambaye hana kazi analipwa. Yaani kama kima cha chini cha mshahara ni 500, wewe ambaye huna kazi unakuwa unalipwa 250, yaani nusu ya kima cha chini. Yaani kwa hiyo wale ambao hamna kazi kwa rasilimali na Norway wana gesi tu kama sisi. Sisi tuna futi za ujazo trilioni 54.5 na wana bahari. Mwaka jana kwenye uvuvi wa bahari yao wamevua dola za Kimarekani bilioni 9.4 ambazo ni trilioni 30. Bajeti yetu ni trilioni 54. Kwa hiyo 70% ya bajeti yetu wao wamefanya uvuvi. Sisi bahari iko mbichi kabisa. Ni Wachina wanaingia humo wanavua samaki wanaondoka nao. Iko hapo. Na tuna bahari kubwa kuliko. Sasa hebu fikirieni. Mimi sina shida na mbunge kuliko. Shida yangu iko hivi. Tunalipaje mtu mjinga ili akakutetee wakati huo hakutetei wewe, anakutetea rais? Mnanielewa tatizo langu na wabunge? Yaani wabunge wangekuwa wanalipwa hizo fedha, alafu wanatimiza wajibu wao, mimi ningekuwa sina tatizo. Lakini wabunge hao wahovyo ambao wamehusika kuuza bandari za nchi yetu, wanalipaje fedha nyingi? Kwa ndugu zangu, unakuwa bungeni, mbunge badala ajenge hoja. Hebu fikiria huyu mbunge anayelipwa vizuri hivi, angekuwa anajua kwamba kura yako ndio inamweka madarakani, huyu mtu angekuwa anakupigania kiasi gani? Angekuwa tayari kufa pale bungeni kwa ajili ya kumpigania mwananchi wa Temeke. Lakini kwa sababu anajua kura yako haimweki, ndio maana wabunge wa CCM wakiinuka dakika 8 anamsifia mama, kwenye dakika 10 za mchango, dakika 2 ndio ameleta kwa wananchi. Namshukuru mama ametuchimbia choo shule ya msingi si wapi. Namshukuru mama amevaa vizuri kiremba. Mama. Mbunge anaongea mama mara 10,000. Mbunge. Kwa sababu kura yako haimweki madarakani. Kura yako ingekuwa inamweka madarakani, huyu mbunge angezungumza kuhusu wananchi wa Temeke hawana maji, hawana barabara, kwa sababu anajua ikiwa hatazungumza hivyo miaka 5 ijayo utampiga chini, utaweka mtu mwingine. Ndio maana tunataka kura yako iwe na heshima. Ndio maana tunataka mtuunge mkono kwenye agenda ya hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi kwenye nchi hii. No reforms, no election. Tunaelewana vizuri? Ili wewe uheshimike. Jambo la mwisho. Tuna hizi fomu. Viongozi wetu watakuja nazo. Hizi fomu zinaitwa petition au madai. Kwa wale wote wanaopinga wizi wa uchaguzi. Tunahitaji saini za watu milioni 15. Tutazipeleka Umoja wa Mataifa kwamba Watanzania milioni 15 hawataki wizi wa uchaguzi kwenye nchi yao. Kwa hiyo andika jina lako,
andika namba yako ya simu na weka saini pale. Milioni 15. Viongozi wetu wakija kwenye mitaa yenu, wapende ushirikiano. Hii ni kazi ya nchi yetu. Tunahitaji wote tushiriki katika kuibadili. Tunaelewana watu wa Temeke? Mko tayari? Jambo la mwisho. Natumia nafasi hii, huyu ni OCD nani? Mwambie Muliro. Yeye sio Mungu. Sawa, bosi wako. Najua hutamwambia lakini vyombo vya habari vitamwambia. Yeye sio Mungu. Asitaki kututisha. Hii nchi ni yetu sote. Na mshahara wake tunalipa sisi wananchi. Tunaelewana vizuri? Sheria kifungu cha 180 inasema wananchi wana haki ya kwenda mahakamani kusikiliza kesi wanavyotaka. Kesi ya Lissu ni kiongozi wa umma, ina public interest. Uongo kweli? Wananchi wanataka kujua kiongozi wao mambo yake yanaendaje. Tarehe 24 Alhamisi wote tukutane Kisutu mahakamani. Tutaita vyombo vyote vya kimataifa mnavyovijua vimulike udikteta wao. Muliro akicheza tutamshtaki The Hague kwa ubabe wake na udikteta wake. Tunaelewana vizuri? Tutampeleka The Hague. Tutamburuza. Asitaki kututisha sisi. Kama sheria inamruhusu, atuambie ni kifungu gani kinamwambia yeye ana mamlaka ya kupiga marufuku watu kwenda mahakamani. Na tutaenda. Sawa sawa? Tunaelewana vizuri? Njoo mahakamani, usifanye fujo, chukua kitambaa chako cheupe, funga hapa mkononi. Twende tukasikilize kesi ya kiongozi wetu. Tunajua ni kesi ya uongo, tutashinda hiyo kesi na tutashinda nchi hii, tutabadilisha maisha yetu kwa pamoja. Tunaelewana vizuri Temeke? Wangapi mko tayari? Nyosha mkono waone polisi. Hebu baba piga picha na huyo wewe polisi, najua usinyoshe. Nyosha kimya kimya, nitakufukuza kazi yako. Najua wengine ni peoples tu humu. Ni wenzetu hao wamepigika tu. Nyosha mkono. Haya. Kwa ndugu zangu Temeke, ninawasihi sana. Tuiunge Chadema mkono, tuipokee, tuijenge kwenye mitaa yetu. Hii ndio alama ya